Leo tutaenda kujadili sifa 5 za mwanamke bora ambaye anapaswa kuolewa na wewe. Yaani katika maisha yako mwanaume, ni heri ukosee vitu vyote, lakini sio kukosea engo hii ya kuoa. Unapokwenda kukosea swala zima la kuoa, manake automatically umeharibu maisha yako kiujumla, kwa sababu tunasema mke ni msaidizi, na kinyume cha msaidizi manake ni mwangamizi katika maisha yako. Kwa hiyo unachopaswa kuwa makini sana katika swala zima la maamuzi ya kuoa. Nitakutajia sifa 5 za mke bora ambaye anapaswa kuolewa na wewe. Tunasema sifa ya kwanza, mwanamke lazima awe na stara. Tunaposema stara, maana tunasema lazima awe ana uwezo wa kuvaa vizuri, yani kujistiri mwili wake. Mwanamke ambaye anashindwa kujistiri mwili wake, maana huyu mwanamke automatically hawezi kuwa na nafasi katika maisha yako kwenye swala zima la ndoa, kwa sababu viungo vya mtu ni vya thamani sana. Anapokwenda kuvaa nguo za kuonyesha maungio yake, sio jambo jema katika jamii na sio jambo jema katika swala zima la stara. Na nitakutajia tu baadhi ya mavazi ambayo wanawake wengi huwa wanayavaa, ambayo automatically yanawaondoa katika utu wao na anaondoa sifa za kuwa mwanamke bora katika jamii wala katika ndoa. Mfano tu mzuri, uwezi wewe kumwoa mwanamke anavaa mavazi ya jinsi. Mavazi ya jinsi ni mavazi ya mwanaume, kwa sababu mwanaume yuko flat tofauti na mwanamke. Mwanamke anapovaa mavazi ya jinsi, kwa sababu wao maumbile yao tofauti na sisi wanaume, maana automatically viungo vyake vyote vinaonekanika kuwa wazi. Sasa huyu mtu anakupa amekeuka maadili kabisa. Ndio maana ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5, Biblia inaelekeza wazi kabisa mwongozo wa mavazi ya mwanamke na mwanaume. Unaona, Biblia inazungumza wazi kwamba mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke, maana kufanya jambo kama hili ni machukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo mavazi tayari yameshaelekezwa wazi tayari kwamba mwanamke avae mavazi gani. Maana Mungu alikuwa anajua mwanamke anapokwenda kuvaa mavazi haya, maana maungio yake yote yanakuwa wazi, kitu ambacho kwa mujibu wa maandiko au kwa mujibu wa nature ya mwanamke, uhalisia wake anatoka. Wewe chukulia tu kwamba inakuwaje wewe leo unatembea na mwanamke au mke wako au mpenzi wako, wote mnakuwa mmevaa suruali. Sasa pale anaonekana mwanaume nani, mwanamke nani, kitu ambacho kinakuvunjia heshima wewe. Lakini pia anapokuwa anavaa mavazi haya ya nusu uchi, huwa automatically yanaleta vishawishi sana, na tushasema usijaribu, usije kaingia majaribuni. Sasa anapokuwa anavaa mavazi, maana yake anamletea vishawishi vya kutosha sana, na mwisho wa siku anaweza kaingia katika majaribu, mkaingia katika conflict. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha kuzingatia sana, na ndio maana hata Biblia yenyewe inatuasa na inatuonya sana. Hata kusoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9, anasema hivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri. Sasa ukishamwona mwanamke hana vigezo hivi au hana hali ya kujistiri, huyu sio mke mwema, na wala usijaribu kumchukua katika maisha yako. Utapotea, utajiingiza katika mtihani ambao hujawahi kutokea katika maisha yako. Alama hata katika kusisitiza pia maandiko yakaweka wazi, hata kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:13 inasisitiza wazi kwamba mwanamke avae mavazi gani katika swala zima la kujistiri. Kwa hiyo hii tunasema ni sifa ya kwanza ya mke bora ambaye anapaswa kuwa naye ili aingie katika maisha yako. Lakini pia tunasema sifa ya pili kubwa zaidi naye ya kuzingatia wakati unaenda kutafuta mke ama mchumba katika maisha, tunasema lazima hawe na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu kwa mwanamke au kwa mtu inasaidia sana, na moja ya eneo ambalo linalosaidia, hofu ya Mungu inamfanya mtu awe na uwezo wa kujilinda hata akiwa peke yake. Yani hofu ya Mungu, mtu anapotaka kufanya dhambi au anapotaka kufanya labda swala la usaliti, betrayal, lakini anapokuwa peke yake, dhamiri ya moyo inamsuta kwamba hili jambo unalofanya sio sahihi. Hapo unamsaliti
hapa unafanya kinyume na vile ambavyo nature inataka. Kwa hiyo lazima atakuwa na uwezo wa kujilinda hata akiwa peke yake. Hana uwezo wa kutokusaliti kwa sababu tayari ndani amebeba hofu ya Mungu. Na mfano halisi wa maandiko ya wanawake ambao wakuigwa sana, kwa mfano mzuri sana, ukisoma kitabu cha Luka 1:28 unakutana na mwanamke mmoja anaitwa Mariamu, mamake na Yesu. Huyu ni mwanamke ambaye tunasema ulimwenguni kote anatakiwa awe sehemu ya mfano kwa wanawake wote. Wanawake wanatakiwa wamuige sana huyu mwanamke kwa sababu alikuwa mwanamke mmoja mwenye uchaji wa Mungu sana, alikuwa na hofu ya Mungu sana. Lakini pia hata Qur'ani pia naye imethibitisha kwamba huyu mwanamke alikuwa miongoni mwa wanawake bora katika wanawake wote katika uchaji wa Mungu wa kimaadili. Ukisoma katika Qur'ani 3:45 imeeleza wazi kabisa Mariamu alikuwa mwanamke wa aina gani. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe na hofu ya Mungu. Ni kitu cha msingi sana 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 sana. Ukienda kuoa mwanamke ambaye hana hofu ya Mungu, utajiingiza katika changamoto na matatizo katika ndoa. Sometimes conflict hizo unazitengeneza wewe mwenyewe katika maamuzi ya uoaji. Lakini tunasema sifa ya tatu ya mwanamke bora ambaye unapaswa kuiona na kuzingatia wakati unaangalia mwanamke ambaye anatakiwa asafiri na wewe katika safari yako ya maisha. Tunasema mwanamke lazima awe na utii na heshima. Heshima na utii ni vitu vya msingi sana. Na maana hata katika kitabu cha Wakorinto ukisoma Wakorinto wa kwanza 7 inaelekeza, Biblia inaelekeza na inasisitiza enyi wake watiini waume zenu. Maana ukishaona eneo hili la utii alipo, huyu mwanamke hamwezi kusurvive. Huyu mwanamke hamwezi kuendesha maisha mkafika nchi ya ahadi. Lazima atakusumbua tu katika mahusiano. Kwa hiyo usioe tu kwa kuangalia urembo, kwa kuangalia urefu, ufupi, ila nenda katika vigezo hivi ambavyo vinastahili katika mwanamke. Naamini utatengeneza ndoa chanya sana, utatengeneza ndoa yenye hatima njema katika maisha yako. Lakini pia tunasema sifa nyingine ya 4 ambayo kuu sana pia inapaswa umuone nayo mwanamke ili aingie katika nafasi ya maisha yako. Tunasema mwanamke lazima hajishushe kwako, hawe na uwezo wa kukutii na kukusikiliza. Yaani kati ya mwanamke na mwanaume, aliyekuwa juu kimamlaka ni mwanaume. Sasa ukishaona mwanamke upo naye labda kwenye courtship kwa maana ya uchumba, alafu anataka sana wote muwe sawa, yaani wewe na yeye utofauti usiwepo, hakuna ambaye aonekanike kama juu ya mwenzake, mafahali wawili hawezi kuishi zizi moja. Kwa hiyo lazima huyu mwanamke mtapishana tu katika mahusiano, lazima mtashindana tu kwa sababu kila mmoja anataka awe juu. Kitu ambacho ndio maana hata Biblia yenyewe imeelekeza wazi sana katika kitabu cha Mwanzo ukisoma 3:16 imezungumza wazi sana. Imesema mwanamke atatawaliwa na mwanaume na tamaa yake itakuwa kwa mumewe. Na katika mambo ambayo ya msingi unapaswa wewe kuyazingatia na usiyaruhusu kwa mwanamke kwako, hata kwenye swala zima la pesa. Yaani mwanamke hataki kuwa na pesa kuzidi wewe. Pesa ina nguvu sana. Sasa pesa anapokuwa naye nyingi kuzidi wewe, maana yake tayari wewe unakuwa huna cha kumwambia, kwa sababu tayari anakuwa na spirit, ana nguvu tayari, ana pesa. Pesa ina nguvu ya utawala. Wewe lazima uwe na vitu ambavyo yeye hana ili uwe na uwezo wa kummiliki na kuona kwamba hata kama siku utakuwa katika maisha yake, wewe ulikuwa wa thamani sana. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema na tamaa yake itakuwa kwa mumewe. Maana yake yale ambayo atakuwa anahitaji, tamaa zake, yale wote wewe ndio unatakiwa umtimizie sasa. Ndio maana kuna kauli moja kwamba tunasema mwanamke huwa hana malengo, kwa sababu malengo ya mumewe ndio malengo yake. Yeye anakuja kukusaidia kutimiza kusudi ambalo wewe umeletewa. Kwa hiyo kusudi unalo wewe, yeye anakuja kuwa sehemu ya usaidizi. Sasa mnapokuwa na mwanamke katika mahusiano, wote mna malengo ndani, yani kila mmoja anataka atimize lengo lake. Maana yake hapo tena mtakuwa mjengi hatima njema, na safari yako wewe ya mafanikio itakuwa dhaifu, kwa sababu yeye anakuwa ana focus kutimiza malengo yake, naona malengo yake, kitu ambacho katika maandiko imekataa. Maana yake Biblia inasema kwamba mwanamke na mwanaume wanapokutana, wanapooana, hawa watu tena si watu wawili bali ni mwili mmoja. Na maana hesabu zao tofauti na hesabu za kawaida.
Hesabu za kawaida zinasema 1 jumlisha 1 jibu 2, lakini hesabu za ndoa 1 jumlisha 1 jibu ni 1, kwa sababu unapokuwa umemuoa mwanamke wote mnakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo lengo lako wewe ndio lengo lake. Haitakiwi mwanamke awe na target zake katika ndoa, ila yeye ana matamanio. Yale matamanio yale ndio wewe unatakiwa uyatimize. Ndio maana Biblia katika kitabu cha Mwanzo 3:16 inasema naye tamaa yake itakuwa kwa mumewe. Kwa hiyo hiki ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia wakati unaenda kuoa au kutafuta mke mwema katika maisha yako. Lakini pia tunasema sifa ya 5 kuu ambayo unapaswa kumuona nayo mwanamke ambayo anatakiwa kuwa katika maisha yako. Tunasema mwanamke lazima awe mvumilivu. Kwenye safari ya maisha kuna mambo mengi sana mwanadamu huwa unapitia. Kuna kipindi cha raha, kuna kipindi cha shida, mateso, changamoto. Sasa unapokuwa na mwanamke ambaye hanashindwa kuwa na uvumilivu katika eneo la shida, la mateso, huyo mwanamke hamwezi kufika nchi ya ahadi, na ana uwezo kwa asilimia kubwa sana ya kukusaliti. Kwa hiyo lazima utafute mwanamke ambaye hana uwezo wa kuvumilia. Hata kama sasa hivi kidogo maisha yako yameshafika hali fulani, lakini tafuta vipimo vile vya kumpima kujua ana uwezo wa kustahimili. Hata kama una pesa, maisha kuna kupanda na kushuka. Wapo walioanguka ghafla tu kiuchumi, alafu maisha yao yakawa tetele. Mfano mzuri atakusema kitabu cha Ayubu. Ayubu anzia mstari wa 2 au hata anzia 1 paragraph nzima usome. Unaona namna gani Ayubu Mungu alipoachilia majaribu kwa Ayubu. Mke wa Ayubu ilifikia hatua kutokana na hali ya umaskini, akamwambia tu umkufuru tu huyo Mungu ili ufe. Maana yake tunaona wewe yule mwanamke wa Ayubu hakuwa na ustamilivu katika uvumilivu. Kwa hiyo kitu hiki ni cha msingi sana ambacho wewe unapaswa kukizingatia. Lazima upate mwanamke ambaye hana uvumilivu wa kutosha kama mke wa nabii baba yetu Ibrahim. Sarai kapitia naye mambo mengi sana. Wakati Ibrahim yupo Kanaani, nchi ilikuwa katika wakati huo kuna hali ngumu sana. Njaa ilikuwa kali sana. Sara alimvumilia Ibrahim. Mwisho wa siku Ibrahim akaenda Misri, akawa ametafuta riziki mpaka amekuwa tajiri na Rutu ndugu yake, wakarudi tena Kanaani. Kwa hiyo kuna wanawake waistamilivu, wana uvumilivu katika shida na raha, lakini kuna wanawake hawana uwezo wa kustamilivu. Kwa hiyo huyu hawezi kuwa sehemu ya maisha yako. Na nikuase tu ndugu yangu, katika kuamua maamuzi haya makubwa zaidi ya ndoa, inatakiwa utulize kichwa sana. Sio maamuzi ya kurupuka tu, na sio maamuzi ya kuwaachia watu waamue juu ya hatima yako. Yaani unajua kuna watu wana mfumo wa kuoa kwamba anapiga simu labda, wewe bwana Iringa huko mnitafutie bwana. Sasa wale watu unayowapa hatima yako wewe kuangalizia mwanamke kiolela tu, mara nyingi ndio waga mtu anatumikia katika majanga na shimo kubwa sana. Wale watu maskini ya Mungu wanakuja kukuvisha wewe bomu ambalo ukutarajia kukutana nalo katika maisha yako, na unakuwa katika majuto milele na milele, kwa sababu unakuwa umeshakosea katika swala zima la uoaji. Kwa hiyo tumia njia sahihi ya kuoa. Njia ya kwanza tunasema nitanukuu katika maandiko. Njia ya kwanza tunasema kitabu cha Mwanzo 24, kielezo cha ndoa ya Isaka mtoto wa Ibrahim. Wakati Isaka anataka kuoa, tunaona nabii Ibrahim alifanya utaratibu. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa mzazi wa Isaka. Kwa hiyo mzazi wako wewe, babako, hawezi kuingiza katika shimo. Kwa hiyo ukitaka mtu aamue juu ya hatima yako, sometimes unaweza ukatumia njia hii, lakini pia hata wewe mwenyewe unatakiwa uwe makini sana katika kuangaza jicho, kwa sababu yale ni maisha yako. Hatima yako wewe huwa haiamuliwi na watu wengine. Hata wazee wa kanisa, wachungaji, mashehe sio wa kuwapa asilimia zote kwenye swala zima la ndoa. Inatakiwa uwe makini sana. Wewe mwenyewe lazima nguvu yako, akili yako ihusike hapo katika machaguzi ya kuoa. Na nikwambie tu kitu kimoja kwamba kuna wakati wa kutumia hisia sio akili, na kuna wakati wa kutumia akili sio hisia. Lakini mara nyingi ni bora sana kufanya maamuzi yale ambayo utatumia akili sio hisia, maana hisia haijai kufanya maamuzi chanya. Usimuoe tu mwanamke kwa sababu ya urembo unayomwona nao tu njiani amepita, urefu, ufupi, weupe, weusi. Utakuja kujiingiza katika matatizo makubwa sana. Lazima uingie kwa kina sana
Swala la ndoa sio swala kukurupuka tu kukumkuku ukaenda ukachukua tu mwanamke, ni swala zima la mchakato, process. Na hata kama upo tayari kwenye ndoa, basi tunasema mtengeneze mke wako. Inawezekana katika sifa hizi ukaanza kumtengeneza katika stara ya mavazi na muonekano, anakuwa mke mwema, anakuwa mke bora katika maisha. Kwa hiyo hili jambo ni la kuzingatia sana katika maisha yako ya kila siku. Jina langu naitwa Justin Protas Likwelile. Kama umeelewa somo hili, basi waweza kusubscribe na kulike na kucomment. Tujue ni pamoja katika kuendelea kukomboa fikra zetu, kujua tulikotoka, tulipo na tunakoelekea.